Wakati Ulaya ikizidi kujizatiti kijeshi na mvutano wa nyuklia kuongezeka, Asia yafungua kurasa mpya wa ushirikiano ndege za paa, mahali ambapo silaha zitatawala. Katika ulimwengu uliogawanyika kati ya kivuli cha vita na mwanga wa ushirikiano, taswira mbili tofauti zinajitokeza kwa wakati mmoja. Upande mmoja, anga la Urusi lapasuliwa na droni kutoka Ukraini, likionyesha wazi kuwa vita vya Urusi na Ukraini vinaendelea kupanuka kwa kasi na hatari. Lakini upande mwingine wa dunia, katika bara la Asia, kuna dalili za matumaini. China na India zinaanza kujenga daraja jipya la ushirikiano kupitia anga lao. Mashambulizi ya droni yaliyopenya hadi kilomita 1700 ndani ya Urusi yamebadilisha kabisa taswira ya vita vya kisasa. Anga ambalo zamani lilikuwa njia ya usafiri na biashara, sasa limegeuka kuwa uwanja wa mapambano. Hapo ndipo dunia inagawanyika. Mahali pengine ndege zinabeba abiria, mahali pengine zinabeba vita. Katika hatua inayotoa taswira tofauti kabisa, China na India zimeanza kurejesha safari za moja kwa moja za ndege baada ya miaka kusuasua kwa mahusiano yao. Shirika la ndege la Air China limerejesha safari za moja kwa moja kati ya Beijing na New Delhi, ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa mataifa haya mawili makubwa ya Asia. Si hilo tu, China Eastern Airline nayo imeanza tena safari kati ya Kunming na Kolkata, huku ndege zikianza kuruka mara kadhaa kwa wiki. Hatua hizi si za kiuchumi pekee, ni za kimkakati. Baada ya miaka ya mvutano uliosababishwa na janga la COVID-19 na migogoro ya mipaka, China na India sasa zinaonekana kurejea kwenye njia ya mazungumzo na ushirikiano. Mwaka 2025 biashara kati ya mataifa haya ilifikia kiwango cha rekodi, huku viongozi wao wakianza kukutana tena katika majukwaa ya kimataifa. Ziara ya Waziri Mkuu wa India Narendra Modi nchini China na mazungumzo yake na Rais Xi Jinping ilikuwa ishara ya wazi kwamba ukurasa mpya unafunguliwa. Taswira inayojitokeza ni ya dunia mbili zinazokwenda kwa kasi tofauti. Ulaya na baadhi ya maeneo mengine yakizama katika maandalizi ya vita, mashambulizi ya droni na vitisho vya nyuklia. Asia kwa upande mwingine ikijaribu kujenga upya uhusiano, biashara na usafiri wa watu. Hii ni mikusanyiko ya wazi, si tu ya kijiografia bali ya kimkakati. Wakati ndege za abiria zikirejea angani kati ya Beijing na New Delhi, ni vigumu kupuuza ukweli kwamba anga hilo linaweza kubeba simulizi tofauti kabisa sehemu nyingine ya dunia. Swali linabaki, je, ushirikiano huu wa Asia unaweza kuwa mfano wa dunia mpya inayotafuta amani, au ni utulivu wa muda mfupi katika ulimwengu unaokaribia mgogoro mkubwa zaidi? Katika karne hii, anga limekuwa zaidi ya njia ya kusafiri. Limekuwa jukwaa la historia. Mahali pengine droni zinapasua anga kwa kelele za kivita, mahali pengine ndege za abiria zinapita kwa utulivu zikibeba matumaini ya ushirikiano. Hii ndiyo dunia ya leo, iliyogawanyika, yenye migongano na matumaini kwa wakati mmoja. Na kadri ndege zinavyoendelea kuruka juu ya mipaka mataifa, swali linabaki ni lile lile: je, zitabeba vita au zitabeba amani? Katika hatua nyingine, India yakataa kauli za Helmholtz kama za kubadilisha, ikisisitiza heshima ya kidiplomasia, huku uhusiano wake na Marekani ukipimwa tena chini ya mwanga mkali wa siasa za kimataifa. Katika kipindi ambacho dunia tayari imegubikwa na mvutano mkubwa wa kijeshi na kisiasa, kutoka mashambulizi ya droni ndani ya Urusi hadi mijadala ya nyuklia barani Ulaya, sasa uwanja mpya wa mzozo umefunguka. Diplomasia ya maneno kati ya mataifa makubwa, kauli na machapisho ya mtandao yanayohusishwa na Rais wa Marekani Donald Trump yameibua mvutano mpya baada ya kusambaza ujumbe uliotafsiriwa na wengi kama wa kudhalilisha dhidi ya India na China. New Delhi haikuchukua muda, ilikataa kwa msimamo mkali, ikisisitiza kuwa maneno hayo hayakubaliki na hayahakisi ukweli wa uhusiano wa mataifa hayo mawili. Mjadala huu ulianza baada ya Rais Donald Trump kusambaza upya ujumbe wa mchambuzi wa kifadhina Michael Savage uliokuwa na maneno makali kuhusu wahamiaji kutoka India na China, pamoja na maelezo yaliyosababisha mjadala mkubwa kuhusu taswira ya mataifa hayo. Ingawa ujumbe huo ulikuwa na maoni ya mtu binafsi, ukweli kwamba ulihusishwa moja kwa moja na Rais wa Marekani Donald Trump umeufanya uwe suala la kidiplomasia la kiwango cha juu. Serikali ya India kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Landry
Jaiswal ilijibu kwa kauli iliyopimwa lakini yenye uzito mkubwa. Alieleza kuwa kauli hizo ni zisizo na taarifa sahihi, zisizofaa na zenye ladha mbaya, akisisitiza kuwa hazipaswi kuhusishwa na uhusiano rasmi kati ya mataifa hayo mawili. Zaidi ya hayo pia, India ilisisitiza kuwa uhusiano wake na Marekani umejengwa kwa miaka mingi juu ya msingi wa heshima ya pamoja, ushirikiano wa kiuchumi na maslahi ya kimkakati. Uhusiano kati ya Marekani na India umechukuliwa kwa muda mrefu kama moja ya nguzo muhimu za kisiasa za kimataifa za karne hii ya 21. Biashara, teknolojia, ulinzi na diplomasia vimekuwa nguzo kuu ya ushirikiano huo, hasa katika mazingira ya ushindani wa kimataifa unaoongezeka. Hata hivyo, kauli kama hizi zinaweza kuwa kivuli juu ya uhusiano huo, zikilazimisha pande zote kutathmini upya jinsi zinavyowasiliana na kushirikiana. Katika juhudi za kupunguza mvutano, ubalozi wa Marekani mjini New Delhi ulitoa taarifa ikisisitiza kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili bado ni imara. Msemaji wa ubalozi alisisitiza kuwa Marekani inaendelea kuiona India kama mshirika muhimu wa kimkakati na kwamba kauli za mtandao hazipaswi kuharibu misingi ya uhusiano wa muda mrefu. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema tukio hilo linaonyesha jinsi siasa za ndani za Marekani zinaweza kuathiri moja kwa moja mahusiano ya kimataifa. Kauli zinazohusiana na uhamiaji, ajira na sera za ndani sasa zinavuka mipaka ya Marekani na kuingia katika diplomasia ya dunia. Mbunge wa Marekani mwenye asili ya India, Ami Bera, alikosoa vikali kauli hizo, akazitaja kama zisizo na heshima na zinazowakilisha maadili ya taifa lake. Tukio hili linakuja wakati dunia ikiwa tayari imegubikwa na migogoro mingine mikubwa, ikiwemo mvutano unaoendelea kati ya vita vya Urusi na Ukraine, mjadala mkali wa nyuklia barani Ulaya, pamoja na mabadiliko ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa makubwa ya Asia. Katika mazingira haya, hata kauli moja ya mtandao inaweza kuwa na athari kubwa zaidi kuliko ilivyowahi kufikiriwa. Wakati huu wa mvutano, ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio nchini India inasubiriwa kwa karibu na kwa hamu kubwa. Wachambuzi wanaiona kama fursa muhimu ya kurekebisha hali, lakini pia kama jaribio la kwanza la kupima uimara wa uhusiano baada ya kauli hizi tata. Katika dunia ya leo, si bunduki pekee zinazobadilisha historia. Mitandao ya kijamii nayo ina nguvu sawa au hata zaidi. Kauli moja inaweza kujenga daraja la miaka mingi au kubomoa kwa sekunde chache. Na katika tukio hili, dunia imeona wazi jinsi maneno ya kisiasa yanavyoweza kutikisa misingi ya mahusiano na mataifa makubwa. Swali linalobaki ni hili: je, diplomasia ya karne hii inaendelea kuongozwa na heshima na mazungumzo au itatawaliwa na maneno makali ya mitandaoni? Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari